السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير، وصلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واقتفى أثرا وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المآب والمصير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى وراكبوه في السر والعلن، واعلموا أن تقوى الله جل وعلا هي زاد كل مسلم في هذه الحياة الدنيا. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله سرا وعلنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumswalia na kumtakia rehema na amani kipenzi wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ninachukua fursa hii adhim ya kukuhusieni pamoja na mimi vile vile kuihusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, ayuha almuslimuna ibadallah, ndio unwani saada, ndiyo sababu ya kufanikiwa fi dari dunia wal akhirah. Yeyote ambaye anataka kuishi katika maisha ya saada, maisha ambayo yatakuwa na utulivu fi dari dunia wal akhirah, ni lazima aishi katika maisha ambayo anaridhia Allah, maisha ambayo aliyofundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na Muislam hawezi kuishi katika maisha ambayo anaridhia Allah tabaraka wa taala na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, isipokuwa ni yeye kuishi katika utaratibu wa kufuata mafundisho ya Qur'an na sunna sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, leo tupo katika siku ya Eidul Fitri,
Idi hii imeitwa Eidul Fitri kwa sababu ya kumaliza mfungo wa Ramadhan, ambayo ni nguzo ya 4 katika zile nguzo 5 za Uislamu. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha ibada mbalimbali na zingine akazifanya kuwa ni sunna. Lengo na madhumuni ni kwa ajili ya tahqiqi al-ubudiyya ala nas. Lengo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ni sisi kuonyesha shukrani zetu kwa Allah tabaraka wa ta'ala, ambaye ametuneemesha bini'amin kathira la tuaddu wala tuhsa. Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha kwa neema mbalimbali, neema ambazo hatuwezi kuzihesabu. Yakulu Allah tabaraka wa ta'ala: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنا سمع الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, sikuumba majini na watu isipokuwa waniabudu. ما أريد منهم من رزق, sihitaji kwa wao riziki. wama uridu an yut'imun, na wala sihitaji wanilishe. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema: inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiyo mwenye nguvu. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiyo ambaye mwenye kutoa riziki. Ndugu zangu katika imani, ibada si jambo la msimu kama ilivyokuwa mazoea kwa Waislamu wengi. Baada ya kuisha Ramadhan, watu wakarejea katika yale mambo ambayo waliokuwa wanayafanya kabla ya Ramadhan. Aliyekuwa ni mlevi akaendelea kuwa ni mlevi, aliyekuwa mzinifu akaendelea na zinaa, aliyekuwa ni mshirikina akaendelea na shirki, aliyekuwa anafanya bid'a akaendelea na bid'a yake. Jambo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumcha Allah tabaraka wa ta'ala fi kulli zamanin wa fi kulli makan, ni kila muda na kila sehemu. Na ndio maana Allah tabaraka wa ta'ala, malengo makubwa ya sisi kutufaradhishia ibada ya saum ni sisi kuishi katika maisha ya uchamungu. Yakulu Allah tabaraka wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi ambao mliamini mmefaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa walikuwa kabla yenu, ili mfikie uchamungu. Uchamungu si jambo la kuigiza, jambo la ibada na jambo la kuishi katika taa si maigizo, kwamba wewe ukaona muabudu Allah katika namna fulani. Kuna waislamu ambao yaabuduna Allah subhanahu wa ta'ala fi yawm al-Eid, kuna ambao wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Eid, kuna ambao wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala fi shahr Ramadhan, kuna ambao wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-Jum'ah. Yote haya ni makosa. Ayuha al-muslim, jambo la ibada ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala anataka sisi tumwabudu fi kulli makanin wa fi kulli zamanin, katika maisha yetu ya hapa duniani. Na ndio maana Allah tabaraka wa ta'ala akasema katika aya ya mwisho kabisa ya surati al-Hijri: wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka umauti utapokukuta. Ndugu zangu katika imani, ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka sisi tufanye ni nyingi. Miongoni mwa ibada ni zile nguzo 5 za Uislamu. Baada ya Muislamu kutamka shahada ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah, baada ya hapo kunafuata iqamus sala, kusimamisha sala. Hakuna Muislamu ambaye atakuwa yeye ni Muislamu mbele ya Allah hali ya kuwa haswali. Leo tuna Waislamu wangapi ambao ni matariku sala? Waislamu wangapi ambao la yasjuduna lillah? Ndugu yangu katika imani, ili wewe uonekane ni Muislamu wa sawa, ni lazima uwe ni katika watu ambao wenye kusimamisha swala. Iqamatu salah ar-rukn ath-thani min arkan al-islam. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili la ibada ya swala tunatakana sisi tuswali sisi wenyewe, tuwafundishe wake zetu kuswali, tuwalazimisha kuswali, kadhalika na watoto wetu tuwafundishe kuswali, na kadhalika wakiwa hawaswali. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametupa msingi wa malezi aliposema Mtume sallam: muru auladakum bis-salah wa hum abna'u 7, waamrisheni watoto wenu kuswali wakiwa na umri wa miaka 7. Wadhribuhum alaiha, na muwapige hawa watoto. Wa hum abna'u 10, wakiwa wataacha kuswali wakiwa na umri wa miaka 10. Wafarriqu bainahum fil madaji, na muwatofautishe sehemu za kulala. Huu ni msingi wa malezi. Kama wewe utakutengeneza kizazi bora ambacho kitakunufaisha wewe katika maisha ya dunia na maisha ya akhera, ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema: idha mata al-insan
inqata amaluhu illa min thalath. Katika mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyataja akasema, au waladun salihin yad'u lahu, au mtoto mwema ambaye atakayemwombea mzazi wake dua. Mtoto mwema anaonekana katika kufanya ibada, na mtu ambaye atakayemwandaa mwanae katika jambo la kusimamisha swala atakuwa na muandaa kuwa ni mtoto mwema. Ndugu zangu katika imani, leo katika majumba ya Kiislamu watu wengi hawaswali. Wanawake wa Kiislamu, simamisheni swala. Mwanamume akikwamisha kuswali anatekeleza wajibu, lakini si kwamba wewe unafanya ibada kwa ajili ya mume wako. Unafanya kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndio aliyekuamrisha. Qala ta'ala, wama umiru illa liyabudu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafaa wa yuqimu as-salah wa yutu az-zakah wa dhalika dinul qayyim. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, na hakuamrishwa illa liyabudu Allah, isipokuwa waabudu Allah mukhlisina lahu ad-din, hali ya kumtakasia dini, wa yuqimu as-salah, na wasimamisha swala, wa yutu zaka, na watoe zaka, wa dhalika dinul qayyima, na hiyo ndio dini ya sawa sawa. Yani dini ambayo mtu anafanya ibada anamwabudu Mola wake subhanahu wa ta'ala, hiyo ndio dini ya sawa sawa. Ndugu zangu katika imani, kadhalika baada ya Muislamu kutekeleza ibada ya swala, kuna ibada nyingine ambayo ni ibada ya zaka. Zaka ni ibada ya pili katika nguzo zile tatu za Uislamu, nguzo tatu za Uislamu. Nguzo ya tatu ya Uislamu ni itau zaka. Muislamu ambaye ana mali imefikia kiwango akatoa zaka, tazkiyatan li nafsihi, kwa ajili ya kujitakasa nafsi yake, lakini kadhalika wa tazkiyatan li malihi, na kwa ajili ya kuitakasa mali yake. Na nguzo ya nne ya Uislamu as-siyam, kufunga mwezi wa Ramadhani ambao sisi tumemaliza kufunga hivi punde. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie saumu zetu. Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie yale yote ambayo tuliyofanya katika mwezi wa Ramadhani. Nguzo ya tano ndugu zangu katika Uislamu ni kuhiji. Yule ambaye Muislamu Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku kuwa na kipato, asione ubakhili, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemleta katika dunia hii kiwa hana hata nguo, amezaliwa na mama yake hana hata nepi. Yote umeyapata katika maisha ya dunia, na ndio maana siku ya Kiyama watu wote watafufuliwa hali ya kuwa hawana nguo. Yani mtu ambaye alikuwa ni bilionea, kila mtu atafufuliwa hana nguo, isharatan ala anna al-amwal yakunu fi dunya. Qala ta'ala, walillahi ala an-nas hijjul bayti man istata ilayhi sabila waman kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wamefaradhishwa hija liman istata, kwa yule ambaye atakayeweza kuhiji, waman kafara, na yule atakayekufuru. Yani maana yake wanawachuoni hapa wana kauli mbili. Kauli ya kwanza ambayo amekwenda nayo Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anasema mtu yoyote ambaye ana uwezo kwenda kuhiji hajaenda, fa hadha kafirun kharij min al-milla. Hiyo ndio kauli alikuwa nayo Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. وذهب جمهور العلماء wakasema waman kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, wakasema ni mtu ambaye anakataa ujubu alhajj, mtu ambaye anakataa wajibu wa hija. Lakini hali zote mbili ni hali mbaya. Falyattaqillaha, amche Allah yule ambaye anafanya kuchelewa kwenda kufanya hija na hali ya kuwa uwezo anao. Ndugu zangu katika Uislamu, miongoni mwa ibada vile vile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea ni ibada ya zakatul fitri. Zakatul fitri kama nilivyofanya idhafa, zakatul fitri, Eidul fitri. Zakatul fitri ni zaka ya kufungua, au ukitaka uche zakatul badani, zaka ya mwili. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi mbalimbali ameelezea uwajibu wa watu kutoa zakatul fitri. Moja wapo ni hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kama ilivyokuja katika Sahih Bukhari. Anasema faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-sa'imi min al-lagwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin, faman addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ambayo Ibn Abbas anasimulia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amefaradhisha zakatul fitri kwa ajili ni tuhratun li sa'ili, kwa ajili ya kumtakasa yule aliyefunga min al-lagwi war-rafath, kutokana na machafu aliyoyafanya katika kipindi cha Ramadhani. Mtu alikuwa anafunga anadanganya, anafunga anaongopa, anafunga na tapeli. Hivi ni vidonda katika saumu yako. Utaitakasa saumu yako wewe kwa kule kutoa zakatul fitri. Lakini kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema zakatul fitri katika malengo yake ni
tu'matan lilmasakin, ni chakula kwa ajili ya maskini. Siku ya Idi ni kutengeneza muwasa baina al-aghniya wal fuqara, wale wenye kipato cha kawaida, wale ambao ni masikini, wale ambao ni matajiri, kila mtu katika nyumba yake akawa nakula. Kwa hivyo wewe ambaye ni Muislamu una wajibu wa kutoa zakatul fitri, hata useme kwamba swali tayari, lakini wajibu kwa pale pale, kwa sababu hiyo ni haki ya maskini. Yeyote ambaye hajatoa zakatul fitri anatakiwa atoe zaka hiyo. Kiwango ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza kwa mtu mmoja ni kuanzia kilo 2.5, kilo 2.5 mpaka kilo 3 kasoro. Atakayetoa kilo 3 kasoro, faman tatawwa khairan fahuwa khairul la, yule ambaye atakayetoa kilo 3 atakuwa ametoka katika khilafu ambayo wanawachuoni wanaeleza. Ndugu zangu katika Uislamu, yale maisha ambayo tuliishi katika Ramadhani ndio maisha ambayo yatakiwa Muislamu ayaishi. Maisha ya watu kuacha uongo, maisha ya watu kuacha utapeli, maisha ya watu kusimamisha swala, maisha ya watu kuwa ni wakweli katika miamala yao, maisha ya watu kusimamisha swala, maisha ya watu kuacha riba, maisha ya watu kuacha zinaa, maisha ya watu kuacha uzinifu, kuacha pombe. Hivyo ndivyo ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuhitaji sisi tuishi katika maisha yetu. Ndugu zangu katika imani, leo siku ya Idi ni siku ya furaha, ni siku ya kula vizuri. Kama Allah amekujalia kula vizuri, ni miongoni mwa alama za kumshukuru Allah. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala mwisho wa aya za saumu akasema, wal tukmilu al-iddata wal tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, ili muweze kukamilisha idadi na mumtukuze Allah na kwa ajili ya kumshukuru, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuongozeni. Pamoja na Idi ni siku ya furaha, lakini kuna milahadha ambayo ni muhimu tukaambiana katika maeneo kama haya ili mtu achukue tahadhari. Yapo mambo ambayo ni munkarati yanafanyika katika masiku ya Idi. Tukumbuke kwamba yaumul Idi ni adhamu yaumin inda Allah. Siku ya Idi ni siku bora sana mbele ya Allah. Yule atakayemuasi Allah jalla wa ala yaumul Idi atakuwa amefanya madhambi makubwa mno kwa sababu ya sharafu zaman. Ndani ya Idi kuna makosa yanafanywa na baadhi ya watu. Miongoni mwa haya makosa kuna ambayo yana sura ya kidini, na haya tunaweka katika upande wa bid'a. Alafu yale ambayo ni maasi ya kawaida, yani yule anayekubali asiyekataa anajua kwamba ni maasi. Tutaanza na haya ambayo ni katika upande wa bid'a, ambayo ni katika sura ya kawaida yanaonekana kwamba ni dini. Kuna watu wamezoea kipindi cha Idi kama hivi, wakitoka kwenye Idi wanaita maustadhi pale au wao wenyewe tu, kisha wanafanya khitma. Anakuwa mtu ana daftari lake pale, wanaorodhesha orodha ya marehemu, watu ambao wamefariki, na kuwataja na kuwarehemu, wakidai kwamba kufanya hivyo ni kufanyia ihsani. Tunasema nia zao ni njema, lakini jambo hili linakhalifu misingi ya sheria, kwa sababu yaumul Idi ni siku ya furaha. Kama ni siku ya furaha, kitendo cha wewe kuanza kutaja orodha ya watu waliokufa, maana yake unarudisha huzuni ambayo itakufanya hata Idi haina raha. Lakini pia vile vile si katika mafundisho ambayo ametufundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba siku zaidi ni siku za kufanya hitima. Kwa jambo hilo, kama mtu alikuwa atakafanye, asifanye, kwa sababu atakuwa na khalifu yale ambayo alifundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jambo lingine ambalo wanafanya watu ambao ni bid'a ni watu kwenda makaburini. Kuna watu wakishaswali Idi wanatoka na kwenda kuzuru makaburi. Jambo hili kadhalika ni miongoni mwa mambo ya uzushi ambayo yamezuliwa katika dini, hayana asili kabisa, na wala mtu hawezi kupata thawabu yoyote, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, mtu yeyote atakayefanya amali ambayo hatukufundishwa, amali yake yarejeshwa. Kwa hivyo hatuna utaratibu wa kwenda kuzuru makaburi katika siku zaidi. Kadhalika haya ni mambo ambayo katika bid'a. Katika munkarati al-Idi zipo nyingi, lakini moja wapo ni kitendo cha wanawake wa Kiislamu, na hili ni nasaha kwa wazazi, nasaha kwa wale maaulia, nasaha kwa waume azwaji. Wewe mwanaume aina gani? Wewe ni baba aina gani? Binti yako atembea makwapa wazi, binti yako atembea vitovo wazi, atembea mgongo wazi siku ya Idi. Haya ni mambo ambayo yanahuzunisha, ambayo kila Muislamu ambaye ana ghira dini yake, yule Muislamu ana ghuyur, ahakikisha kwamba anamzuia binti yake, mama yake, shangazi yake, mke wake kutoonyesha chochote katika mwili wake, kwa sababu ni jambo baya kuifanya jambo hilo katika siku ya Idi.
Katika masiku mengine ni haram, lakini yaumul Eid ndio haramu unakuwa mkubwa zaidi. Kadhalika katika mambo ambayo ni haram, hayafai kufanya siku zaidi, ni baadhi ya watu ambao katika Uislamu amefunga vizuri Ramadhani, alillahi alhamdu, Allah akamwafikisha kuswali tarawih, akatoa sadaka, akafanya kila aina, lakini baada ya hapo unamkuta anaingia katika ulevi, unamkuta anayumba katika barabara. Huyo unashangaa ni mtu alikuwa swali tarawih. Ayuha muslim, Mtume sallama ametufundisha sisi kudumu katika taa. Kwa hivyo usiharibu kile ambacho ulichokijenga kwa muda wa siku 30. Lakini kadhalika kuna watu ambao ni wanamume, siku za Eid kama hizi wanakwenda masaluni, wanakwenda kunywa ndevu, wengine wananywa mapanki, yote yani haram. Wewe siku ya Eid kama leo ni siku ya ushujaa, mwanamume ndevu zako zipaki mafuta, watembea yakuwa na familia yako na ndevu, sio siku za kunywa ndevu. Maana leo kuonyesha watu wako mbali na mafundisho ya dini, ile rujula imeondoka. Leo nakuta mtu siku ya Eid, kuna watu mpaka siku ya kwenda kuoa, mtu anakwenda kuoa na nyoa ndevu, bibi harusi anaenda kulembwa. Leo kuna masaluni mpaka kuwaremba wanaume. Hakuna mambo kama hayo katika Uislamu. Mwanaume harembwi, mwanaume anavaa vizuri. Moja katika shakhsia ya mwanamume ni kuonekana na ndevu. Kwa hivyo leo tukuone watu mashababi wanapita barabarani wakiwa na wake zao, wanatembea na kuwa na ndevu. Sasa wao wanakwenda kuondoa zile ndevu. Kadhalika kuna watu ambao siku zaidi wanavaa nguo ambazo zinaburuza miguu. Utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nguo ya mwanamume akivaa haitakiwi kuvuka vifundo vyake vya miguu. Ukiona wewe ni mwanamume ambaye ni Muislamu, hakikisha ukivaa kanzu, ukivaa msuli, ukivaa jinzi, hakikisha vifundo vyako vya mguu nguo haipiti. Ukiona unatembea na nguo inaburuza, kuna watu kiona mambo kama haya wanakuwa yani hawaingia kilini. Haiwezekani. Huyo ndio mtume wako. Siku moja Abdullah ibn Umar alikuwa anatembea amevaa nguo inaburuza. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, in kunta abdallah irfa izaraka, ikiwa wewe ni mja wa Allah. Hapa wanachuoni wale ulama wa hadithi wanasema Abdullah hapa si jina lake, hii ni sifa ya Muislamu. In kunta abdallah, ikiwa wewe ni mja wa Allah, yani nguo yako. Mambo ya kuvaa majinzi unakanyagia chini siku ya Eid ni haram. Siku zingine ni haram, lakini siku ya Eid uharamu unakuwa mkubwa zaidi. Kama umeandaa jinzi lako kalikate. Lakini kadhalika kuvaa nguo za kubana. Tukisema wanawake wa Kiislamu wavae hijabu zao, haina maana wewe mwanaume wa Kiislamu unavaa kijinzi, unavaa kisuruale kimekubana. Kadhalika mambo haya ni katika mambo ya haram. Ukiona vaa suruale, uvae suruale pana, suruale ambayo itakukustiri vizuri, sio kuvaa vinguo ambavyo badala ya kukustiri vinakuwa katika hali iliyokuwa mbaya. Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie saumu zetu, atukubalie yale yote ambayo tuliyofanya katika mwezi wa Ramadhani. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين